Shalom, shalom, shalom familia. Mungu akubariki sana. Heri ya mwaka mpya wenye neema na ushindi. Wana wote wa manabii, prophetic sons and daughters, may God bless you. Hongera sana kwa kuingia mwaka 2026. Nikupongeze sana na nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Amekuvusha, amekupa tena nafasi nyingine tena. Sifa na utukufu tunarudisha kwenye kiti cha enzi cha Baba aliyekuwezesha na aliyekutia nguvu. Mungu ametupa neema kwa upako wa Carmel mwaka 2026. Yesu ametupa neno kubwa sana. Kitabu kile cha Ufalme wa Kwanza sura ya 18 yote ile ukisoma ndio unakutana na upako wa Carmel. Kwa hiyo nikisema upako wa Carmel, wewe unasema Mungu ajibuye kwa moto. Upako wa Carmel, Mungu ajibuye kwa moto. Mungu akubariki sana. Nina habari njema sana ya kukualika kwenye maombi makubwa ya mfungo wa siku 21. Haya ni maombi makubwa ya mpenyo kwa ajili ya mwaka 2026. Kichwa cha maombi haya kinatoka katika kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka 23. Na mimi nitasoma mstari michache tu kuanzia mstari wa 21. Anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ava ili nipate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili ya sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Umeelewa? Mmoja anasema nikafunga kwa ajili ya nini? Ndio msingi hapa. Kwa ajili ya sisi wenyewe, namba 1, kwa ajili ya kwako mwenyewe. Namba 2, maombi yani kwa ajili ya watoto wako, watoto wetu. Namba 3, kwa ajili ya mali, uchumi wetu. Ni muhimu sana. Kati ya kitu kikubwa ambacho watu hawaelewi ni kuanza mwaka bila kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba, namba 1, kunatupa nguvu sana sisi waamini kupokea nguvu ya kuukabili mwaka. Mwaka huwezi kuanza kama una nguvu. Biblia inaeleza wazi yule mtu aliyeanza kujenga akashindwa kumaliza kwa sababu hakuwa na nguvu ya kuanza. Matokeo unayoanza mwaka pasipo kuomba, matokeo yake na utakosa nguvu ya matokeo kwa mwaka huo. Na kati ya mambo mengi ambayo watu wanakosea ni kuanza mwaka pasipo kuomba. Sasa mwaka unakupa wewe kupata nguvu mpya. Mwaka unakupa wewe kupata nguvu ya kuendelea, nguvu ya kufika kwenye hatima, nguvu ya kufika kwenye viwango. Ndio maana kwenye Matendo 1:8 anasema, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Nguvu pekee ndio itakayo kusaidia wewe kwenda kwenye kiwango kikubwa. Wengine wanaogopa kufunga kwa sababu anasema mimi na vidonda vya tumbo, mimi naumwa. Hemu ondoka huko. Kama unataka upate matokeo makubwa mwaka 2026, upenye kibiashara, upenye kiuchumi, upenye kwenye uzao, upenye kwenye kazi, upenye kwenye kila roho ambazo zimekutesa kwa miaka mingi, funga maombi ya siku 21. Utaona mpenyo ambao hujawahi kuona kwenye maisha yako. Kumbuka ya kwamba huu mwaka ni mwaka wa upako wa Karmeli. Upako wa Karmeli ni upako wa kushindiwa vita, upako wa kwenda viwango vikubwa. Upako wa Karmeli ni mahali pa kujibiwa, mahali pa kufuta machozi. Karmeli ni mahali pa kukutanishwa na Mungu ajibuye kwa moto. Karmeli ni mahali pa kufuta aibu. Karmeli ni mahali pa kumaliza vita. Karmeli ni mahali pa kuruhusu mvua tele nyeshe. Karmeli ni mahali ambako Mungu anaenda kushangaza maisha yako. Kwa ndani ya siku 21 hizi tutapata muda pia wa kupanda mlima wa Karmeli kwa ajili ya kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Nataka nikwambie, kama hujawahi, hebu ingia kwenye maombi haya ya siku 21. Lakini muhimu sana, mwalike ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, mtumie hii klipu ili naye ajiandae sasa kwa maombi makubwa ya siku 21. Tutakuwa live kupitia mtandao wetu wa YouTube Prophet EM Tadeo. Lakini pia tutakuwa pamoja moja kwa moja. Mambo ya muhimu sana ambayo nataka nikuelekeze, inawezekana pia hauja subscribe channel yetu hii, subscribe kwa sababu maombi yetu yote yanaendeshwa hapa. Hiyo namba 1. Lakini namba 2, kuna group letu la maombi ya WhatsApp ambapo tutakuwa tunatuma maelekezo ya kila siku
Kwa hiyo ni muhimu ujoin group letu la WhatsApp kupitia namba hii iliyoko hapo ya WhatsApp ya Tigo ya WhatsApp. Andika kama unahitaji kujoin kwenye maombi. Lakini kitu kingine cha muhimu, hakikisha unaandaa maombi 12. Haya maombi 12 tutasimama nayo moja kwa moja kwa ajili ya mwaka 2026. Amini mwaka huu Mungu anaenda kukusaidia. Kama hujawahi kufunga, usiogope, pokea nguvu ya kufunga katika jina la Yesu. Nami nawaombea wote. Siku ya Jumatatu maombi inaanza. Get connected, jiunganishe, andaa maombi yako, andaa moyo wako, andaa imani yako ya kukutana na Yesu uso kwa uso. Umbali sio kizuizi, umbali sio hoja. Wewe jiunganishe. Kuna miujiza mikubwa Mungu anakwenda kufanya kuanzia Jumatatu hii kwa siku 21 za kutafuta nguvu ya kukabili mwaka 2026 kwenye viwango na neema kubwa. May God bless you. Nikutakie siku njema yenye ushindi mkuu. Shalom, shalom, shalom.